Aisee, nisikufiche msikilizaji. Kwanza bwana, elimu yangu ni ya umma. Namaanisha swala la mtu kuishia kidato cha 4 sasa ni la kila mtu. Elimu ya kidato cha 4 ni ya kawaida kabisa. Ndio maana nasema elimu yangu ni ya umma. Tena hiyo elimu yenyewe nilimaliza kwa mbinde sana. Yaani ile vuta ni kuvute za hapa na pale zilikuwa ni kawaida kabisa kati yangu mimi na wazazi wangu. Sikuipenda elimu. Na hisi ni ujana tu ambao uliamua kunisogezea maji ya moto kwa adabu. Adabu ambayo mimi nilihisi ni heshima, kumbe ni shimo. Shimo la matatizo mengi katika maisha yangu. Msikilizaji, karibu sana katika bonge moja la hii simulizi. Simulizi tamu sana kutoka kwa Kijuma Hiza. Story na kwenda kwa jina la Safari ya Dubai. Ninayekusimulia ni Lucas Lumbas. So, mama alijitahidi sana kunielezea umuhimu wa elimu kama wafanyavyo wa mama wote duniani. Mimi hata sikumsikiliza. Babangu mzee Asweni alipiga, akajipigia tena na tena, lakini binti mimi nilikuwa ni kiburi. Unajua kiburi kiko hapa kwenye komwe. Baada ya kuona sasa vipigo vya baba vinataka kunifika shingoni, nikaamua kutoroka nyumbani. Sikukimbilia hata mbali, mji jirani tu. Baadhi ya watu walionifahamu waliwafikishia habari wazazi wangu kuwa nipo kijiji jirani. Mama akishirikiana na baadhi ya ndugu zake wakanifuata wakiwa wapole kabisa. Wakaniomba nirudi nyumbani tuamalize. Chungu wa mwana aujua mzazi. Basi wazazi wangu wakanikumbatia tena, nikarudi nyumbani. Toka nirudi nyumbani kutoka kijiji jirani, babangu hakuwahi kunyanyua mkono wake kunigusa. Zaidi alinikumbusha tu kuwa umri unaenda. Elimu haina mwisho, ila kwa sisi maskini mwisho wake upo wazi kabisa. Sikumsikiliza. Ananisumbua sana. Ndivyo nilivyokuwa najisemea. Siku zikasogea. Akatokea mkaka ambaye alitaka kunioa. Mkaka mwenyewe ni mkaka basi, alibaba, alikubwa kabisa. Ni kweli alikuwa na pesa na uwezo sana pale kijijini. Lakini hakuwa aina ya mwanaume ambaye nilipanga awe sehemu ya ukamilifu wa kitanda nitakacholala katika maisha yangu ya ndoa. Hakuwa kabisa. And to be honest, nilikuwa ni mzuri sana. Nilikuwa ni mrembo. Nilisahau kueleza kuhusu uzuri wangu jamani. Alafu hivi hata nimejitambulisha kweli? Au nimeanza tu jamani? Basi sawa. Kwanza naitwa Husna Asweni, binti pekee katika familia ya huyo mzee Asweni. Nilitanguliwa na kaka mmoja, kisha mimi nikawa wa pili kabla wazazi wangu kufunga kizazi na mtoto wa kiume ambaye ni wa mwisho kwetu. Sababu ya kufunga uzazi baada ya kupata watoto watatu ni ugumu wa maisha. Sasa si ushanijua msikilizaji? Sasa sogea. Mimi bwana ni mrefu. Ni mrefu kabisa, ni umbo la twiga lakini umbile la nyigu. Urefu wangu uliupamba vyema uzuri wangu. Sijui nilirithi wapi hii rangi. Yaani sio mweupe wala mweusi. Jamani, watu tulipendelewa. Nywele zangu sasa ndo zilikuwa za Kitanzania kwa kweli. Kipilipili cha masimango. Sikukipenda ila hakikuharibu hata chembe uzuri wangu. Nikisema uzuri nahisi mnaelewa Yes. Namaanisha yaani ilikuwa ni mtu akifika tu pale kijijini kwa issue ya kutafuta mke, basi lazima atajiwe jina langu kabla ya kupewa kiti akae. Kwa bahati mbaya wengi niliwakataa mpaka siku moja hivi mvua ilikuwa inapiga haswa. Nikisema kunyesha nitakuwa naikosesha heshima. Ilikuwa inapiga. Hasa kinyumba chetu sasa woi kilichoka. Maji ya mvua yalipenya na kulowanisha magodoro. Mpaka mvua inakata. Yaani mpaka mvua inakatika nikiri kuwa nyumba yetu ilikuwepo kwenye orodha ya nyumba 16 zilizopata adhabu ya mvua. Ilibomoka. Aibu wakati mwingine fedhea. Aibu sio kwa baba ama mama yangu au tuseme kaka zangu, hapana. Ilikuwa ni kwangu mimi ambaye nilikataa wanaume wenye uwezo wa kutujengea nyumba kubwa na imara kiasi cha kuishi kwa raha pale kijijini. Nilijiapiza kuwa akitokea mwanaume mwingine mwenye uwezo huo, sitajali tena kama ni mzuri ama mbaya, awe tu na pesa inatosha. Yaani kusema vile tu. Siku ile tukiwa pale kwa Macholo, kwani yeye ndo alitupatia hifadhi
Sasa ugeni bwana uliwasili. Ulikuwa ni ugeni unaonihusu mimi kwa asilimia zote, ila tamaduni zetu nikatolewa kando kwanza ili wazungumze, afu baadaye nikaitwa. Nilitakiwa kukutana na mgeni. Alikuwa ni mwanaume ambaye amenipita miaka 16, kwani kwa wakati huo mimi nilikuwa na miaka 22. Binti damu inachemka. Mrembo aina yake. Bwana we, mgeni alikuwa na pesa sana tu. Nakumbuka wakati anajieleza kwangu, aliniambia kuwa amefunga safari kutoka Arusha kuja kijijini kwetu kwa ajili ya kupata mke mwema tu. Aliniambia pia kama nitakuwa tayari kuishi naye kama mke na mume, basi familia yangu itachagua tu kuishi mjini ama kijijini, na pote huko atajenga nyumba. Sio nyumba samani. Sio nyumba samani. Atajenga majumba. Kuna tofauti hapo tuelewane tu, kuna tofauti hapo, nyumba na majumba. Ujasiri wa kumkataa huyo bwana wa miaka 38 sikuwa nao. Hakuwa mbaya hata, bora huyu kuliko wale wengine. Baada ya maongezi nilimkubalia. Nakumbuka kuwa aliniomba sana nisije nikaitoa hiyo nafasi kwa mwanamume mwingine. Aliniomba mno nisije kubadili maamuzi. Alinipenda sio mchezo. Hata hivyo hana kosa. Uzuri wangu na ujua. Alistahili kuomba nafasi ya kuwa na mimi. Narudia tena, alistahili. Nilimpa uhakika kuwa asiwe na wasiwasi hata kidogo. Nakumbuka kuwa alisema hataondoka kijijini mpaka aongee na wazazi wangu. Wachague kama wataendelea kuishi hapo kijijini ama wachague mji wowote ule ambao wanataka kuishi. Wazazi wangu walichagua kubaki kijijini. Mkaka wa watu akasema hataondoka kijijini hadi hapo familia yangu itakapohamia kwenye nyumba yetu mpya. Basi siku iliyofuata ilikuwa mida ya jioni hivi. Gari kama 7 hivi ziliingia kijijini. Gari kubwa za mizigo. Zilikuja na mahitaji yote ya ujenzi. Nakumbuka ni ndani ya wiki moja tu, nyumba ya maana sana kuliko zote pale kijijini ilisimama. Oya, ukuta ukafuatia. Uzio wa hadhi, yani fence ya hadhi. Ilikuwa ni nyumba nzuri sana. Nijikuta nikimpenda yule mwanaume ndani ya muda mfupi sana ese. Sikujua kuwa nilimpendea tu pesa zake, sikujua, yani sijui. Ikawa hivyo. Mpaka wiki 4 zinakatika, tulikuwa na nyumba 2 nzuri sana na kubwa. Baba alipewa matrekta 2 na vifaa vya kisasa kabisa vya kilimo kama vile mashine za umwagiliaji, huku kaka yangu akipewa mtaji mkubwa wa biashara ya duka la mahitaji ya nyumbani. Tayari alijengewa eneo la kufanyia hiyo biashara. Jina la mzee Asweni likapaa, kijiji chote kikaelewa maana ya heshima. Oya, tuliheshimika. Tuliheshimika ile mbaya ese. Nini kingine nilihitaji zaidi ya kuondoka na huyu mwanaume? Hakuna kwa kweli, si ndio? Baada ya kuwa sasa amefanya yote, aliomba aende mjini akaweke sawa mambo ya ndoa yetu kwenye familia yake. Akanipiga picha kadhaa za kwenda kutambia huko kwao. Aliniacha na milioni 5 za matumizi. Nilikuwa natumia simu ya kawaida, ila tokea siku ile kijiji kizima hakuna aliyekuwa anamiliki simu ya gharama kunizidi. Hakuna. Sasa pesa jumlisha na uzuri wangu, utampata wapi Husna Asweni mwingine? Usinitolee macho. Nakuuliza wewe, utampata wapi? Huwezi kumpata. Tunaishi pazuri. Baba ndio anarejea ujana na mke wake. Furaha ikarejea kwa kiwango cha mawingu. Kutoka kupewa msaada wa makazi na Mama Cholo, ambaye yeye na mama yangu kwa sasa wanafanya kazi ya kusaidia wanawake wengine kiuchumi katika kilimo cha mboga mboga. Sasa ni matajiri. Baada ya muda, taratibu za ndoa zikafuata. Nilibadili dini ili kuendana na dini ya mume wangu. Nikuweke sawa msikilizaji. Mume wangu aliniambia kama nitaamua kuendelea na dini yangu basi ni sawa pia. Hana tabu kwenye hilo. Lakini mimi kwa kujiongeza tu ili isiwe tabu, dini ni ustaarabu, nikaamua kuifuata imani yake. Muhimu Mungu ni mmoja, inatosha. Sikubadili jina. Naomba uelewe hivyo, sikubadili jina. Nilianza mafundisho ya dini yake ya Lutheran pale pale kijijini. Ndani ya wiki 2 tu nikabatizwa na kupata kipaimara. Nikawa Mkristo. Tayari kabisa kwa ajili ya ndoa. Ndiyo, ndoa ilifuata. Rasmi nikaanza maisha yangu ndani ya jiji la Arusha. Ndugu wa mume wangu walinipenda sana. Walinishukuru kwa kumheshimisha kaka yao. Waliniambia kuwa nimempa kaka yao zawadi bora katika maisha yangu. Nikiwaambia nilikuwa mzuri stani,
Nyumbani kwetu huko kijijini unaambiwa maisha yalikuwa yanachanganya kiasi wenyewe, yani wakawa hawataki kuendelea kufungua biashara pale kijijini kwani wameshamaliza kila aina ya biashara. Nilimshauri baba awekeze katika shule. Ajenge shule watu wapate elimu nzuri kwa bei rahisi. Alifanya hivyo. Alifanya kama msaada. Ila baadaye watu wa elimu kutoka dunia ya tatu walifika na kumuongezea uwezo. Shule ikawa kubwa mno. Watoto kutoka sehemu mbalimbali nchini wakawa wanaenda huko. Kupitia shule hiyo, biashara za familia yangu zilikuwa ni kwa kasi sana. Ilikuwa ni shule ya sekondari. Mdogo wangu wa kiume ambaye ni wa mwisho alipata bahati ya kusoma elimu yake kidato cha 3 hapo. Unaweza kuona ni nini mume wangu alikifanya katika maisha yangu. Sasa msikilizaji, unaweza kujiuliza ama utaniuliza kwa nini nipo hapa? Kwa nini yani sielewi kama nitakufa baada ya kumaliza kukuelezea huu mkasa, ama pengine kwa nini hatima yangu ilikuwa Dubai. Tusonge mbele. Natumaini ujambo msikilizaji, mimi sio mzima sana. Hali yangu haipo sawa. Ila nikupe ahadi tu, sitaacha neno hata moja ambalo unatakiwa kulisikia kwenye hii simulizi yangu. Karibu tuweze kusonga mbele. Siku zilienda. Umama wa nyumbani ulinichosha. Basi nikasema acha nimwambie mume wangu niwe na hata kakibiashara kakuigizia. Nilimwambia. Mume wangu wala hakuwa na maswali mengi. Aliniambia hata yeye aliniona nilichoshwa na kukaa tu nyumbani. Aliniambia kuwa yupo tayari kunifungulia biashara yoyote ile ambayo ningeitaka. Kuhusu pesa mume wangu alikuwa nayo aisee. Labda utaniuliza kuhusu pesa zake. Mume wangu ni mtu wa migodini. Tena nikwambie tu, huyu mwanaume kwa mwezi alikuwa na uhakika wa kuingiza bilioni 1. Aisee, nasikia pesa zake nyingine zipo nje ya nchi. Japo sijataka kumuuliza, mawifi zangu ndo walinimegea hiyo siri kwa sababu walinipenda sana. Mimi hata sikuomba biashara kubwa sana kwani pesa silikuwepo. Kwenye akaunti yangu binafsi nilikuwa na kitu kama bilioni 1 na upumbavu hivi. Hapo simtumii mama pesa wala ndugu yote yule. Nyumbani kwetu pesa ipo, halafu na mimi mwenyewe pesa ipo. Sasa biashara kubwa ya kuvuruga kichwa ya nini? Mimi naweza nikawa ni kama wale ambao unaona tumefungua duka sehemu ya gharama sana, labda Masaki wapi, halafu kwenye hilo duka nauza socks tu. Kodi ya hiyo frame tu kwa mwezi unakuta hata 700,000, 500,000, lakini mimi nauza visocks tu. Unaanza kujiuliza, huyo amefunguaje biashara eneo hili? Sasa ndio kama mimi, wengine tunafungua biashara kupoteza muda kwa sababu tunaboreka kukaa nyumbani. Kwa hiyo mimi nilimwambia tu kuwa nataka nifanye biashara ya nguo za wanawake. Akanambia kuwa yupo tayari, hana shida. Tena akaniuliza kama nataka kwenda kufungasha mzigo nchini China ama tuagize tu. Nikamwambia nataka kwenda huko China. Basi akanishauri kuwa nikanunue nguo za gharama ambazo nitawavalisha matajiri ili nipate pesa ya maana. Basi nikakubaliana naye. Nakumbuka kabla ya safari ya China, mume wangu alikaa na mimi karibia siku 4. Siku zote hizo aliniomba sana nibakie kuwa Husna Asweni. Aliniambia kuwa nikumbuke wapi nimetoka. Hakuishia hapo, akaniambia kuwa kwenye maisha ya aina ile yapo majaribu mengi, nikumbuke mimi ni nani. Mwisho akaniambia kuwa ananiamini. Atasimama na mimi hadi nitimize lengo la kuwa mfanyabiashara mkubwa wa nguo za wanawake. Sio nguo tu, nguo za ghali. Baada ya taratibu zote nilifanya safari ya China kisha India, nikarejea na mzigo wa maana sana. Mzigo uliokwenda kufungua mafanikio na laana kwangu. Naomba nirudie hii kauli msikilizaji. Mzigo uliokwenda kufungua mafanikio na laana kwangu. Nakumbuka kuwa nilikataa kufungua duka. Niliomba mume wangu anitengenezee sehemu tu ya kuweka mzigo wangu pale nyumbani, kisha anitafutie kijana anayeweza kufanya usambazaji wa nguo zangu kwa wateja. Baada ya kufanya hivyo, nikamwomba tena anisaidie kupata madereva wa gari za magazeti ambao watakuwa wakifikisha oda zangu nje ya jiji la Arusha. Alifanya hivyo pia. Baada ya kuwa sasa ni maandama mazingira yote hayo, ikaja issue ya kuzitangaza nguo zangu. Mume wangu alininunulia mdoli mzuri tu ambao ningeuvalisha nguo kisha niupige picha na kutangaza nguo zangu. Nakumbuka siku moja mpiga picha alikuja tayari kwa ajili ya kupiga picha ili sasa nianze biashara. Wakati mpiga picha anakuja, alinikuta nikiwa nimejaribu nguo moja hivi. Akanipiga picha na kunionyesha.
hapo hapo wazo, yani lile wazo la kupiga picha kupitia mdoli likafia hapo hapo. Nikaamua nipige picha mimi mwenyewe. Nilipendeza ese. Nilikuwa ni mzuri jamani. Umbo sasa. Yani nikisema umbo la twiga uelewe. Sasa mdoli wa nini wakati niliuzidi uzuri? Potelea mbali. Nikapiga picha za nguo tofauti tofauti. Mpiga picha akaziongezea ubora na kuniwekea katika simu yangu. Yeye akaondoka zake. Sasa nikamtumia picha mume wangu. Nakumbuka alinipigia na kuniambia kuwa ikatokea nchi hii wakatajwa wanawake wazuri 3 tu, basi sitakiwi kuwepo kwenye hiyo orodha. Nilimuuliza kwa nini? Akanambia kuwa natakiwa kushindanishwa na malaika. Kwa kauli hiyo tukajikuta tunacheka kwa pamoja kwa furaha. Kisha nikamwambia kwamba nataka nitumie hizo picha kutangaza biashara yangu. Basi akaniruhusu kwa kigezo kuwa kama ni ushauri alishanipa kabla hata sijaenda China. Kwa mara ya kwanza nikafungua account katika mtandao wa Instagram. Huwezi kuamini msikilizaji, sikuwa na account wakati wote huo. Tena nilifungua baada ya wifi yangu moja kunipa hiyo akili. Kisha akaniambia nitafute watu maarufu niwape pesa wanitangazie biashara yangu. Pesa ipo, nini shida Husna? Baada ya kuwa sasa nimetengeneza account na kuchapisha picha zangu kadhaa mtandaoni, nilifanya namna hadi sasa nikawapata watu maarufu 4. 2 walikuwa ni wanamuziki, huku mtu wa 3 akiwa ni mwanamtindo na wa mwisho akiwa ni mtangazaji wa kipindi maarufu cha udaku. Nikaweka hela. Wakanitangazia kurasa yangu na biashara yangu kwa ujumla. Nakumbuka ndani ya wiki tu nilipata wafuasi 300,000 na point hivi. Idadi kubwa sana Nikapata na kale katiki ka verification kale. Sahau kabisa kuhusu wateja yani ambao nilishindwa kuamudu. Ikafika sasa wakati nikahitaji usaidizi. Biashara ilikuwa kwa kasi sana. Niliendelea na biashara yangu, siku zikaenda bwana. Nilianza kuingiza pesa nyingi sana ambazo mume wangu mwenyewe alikuwa akiniambia nizifungulie biashara nyingine. Basi nikapanga niongeze ukubwa wa biashara yangu, niwavalishe na wanaume. Kwa kuwa sasa mimi sikuwa na uwezo mkubwa katika nguo za kiume, ikabidi sasa niwasiliane na mwanamitindo mmoja hivi wa kiume. Ni maarufu pia. Wakati huo sasa na mimi jina ninalo mjini sio haba. Ilikuwa ni rahisi tu. Nimchukue na kwenda naye nje ya nchi. Yeye awe msaada wangu wa kuchagua nguo kisha nimlipe. Sikumwambia mume wangu, lakini kuhusu issue ya kumchukua huyo jamaa, kwanza sikuwa hata na mpango wa kumsaliti. Ila sikutaka kumwambia sababu angeanza kuingiza mambo ya nini? Ya wivu. Mimi sikutaka kumpa wasiwasi. Si unajua wanaume, hasa awe amekupenda kweli kweli, lazima tu mambo atakuwepo ya vizuizi. Kwa mara ya pili nikaenda China, ila sio peke yangu. Basi tulifika, tukafanya kilichotupeleka. Usiku mmoja kabla kurejea nchini, kila kitu kibaya kwenye maisha yangu kilianzia hapo. Mwanamitindo alikuwa ni mcheshi sana, mcheshi mno. Tukala na kunywa kwa furaha. Sijui nilikumbwa na nini tu mimi jamani. Nikaanza kumtamani kaka wa watu. Wazo la kipumbavu tu likanijia. Ninywe nilewe. Hawezi niacha bila kunifanya kitu. Nitakuwa nimemaliza haja yangu kwake. Si nikafanya hivyo? Kwani yule mkaka aliniacha? Huo ujasiri wa kuniacha mwanamke kama mimi, tena sijitambui, angeutolea wapi? Nauliza angeutolea wapi? Hakuweza. Naomba leo niwaambie wanaume, ukiona umelala na mwanamke nje ya kumbaka, basi jua yeye ndio alitaka iwe hivyo. Sikutani. Ukiona umelala na mwanamke nje ya kumbaka, basi jua yeye ndio alitaka iwe hivyo. Alipanga mfanye naye hicho kitendo, iwe kwa kujilewesha kama mimi nilivyofanya au la. Yule mwanamitindo alinifaidi. Siku iliyofuata tulifunga safari kurejea nchini. Alipotaka mazoea zaidi, nikasingizia pombe. Nikamwambia kuwa kilichotokea ni pombe na sina mapenzi wala hisia na yeye. Aliamini hivyo, kuwa ni pombe tu na sio vingine. Wakati mimi nikijua kuwa lile jambo ndio limeishia pale, ukweli haukuwa hivyo. Niliharibu sehemu kubwa sana maisha yangu. Baada ya kurudi tu nyumbani, nilimkuta mume wangu nyumbani tofauti na mara zote. Ikiwa sipo nyumbani basi na yeye hawezi kuepo kwa gezo kuwa anaiona nyumba kubwa.
Kama mara zote ambazo tunakutana, lazima tukumbatiane. Nilimwahi kwa lengo hilo, nimkumbatie. Mume wangu alionyesha kutotaka kabisa kukumbatiana na mimi. Alikuwa ameshika kikopo mkononi, akanipatia. Mume wangu akasema kwamba usitumie bomba la mvua, tumia ndoo, changanya dawa na maji kisha oga, ukimaliza uje hapa. Alisema hivyo mume wangu. Alinitisha ila sikuwa na namna. Nilifanya kama alivyoniambia. Baada ya hapo tukakaa mezani. Tayari aliandaa chakula. Hakuwa na hasira ambazo nilimuona nazo mwanzo, hakuwa nazo kabisa. Pole kwa safari, aliniambia tena akiwa mchangamfu mno. Alinichanganya, nikajibu kuwa ni shwari. Mambo alienda poa. Nafahamu wazi unajiuliza kwa nini nilikupa ile dawa ukaoge, si ndio mama? Ndio mume wangu. Sababu ni kwamba msikilizaji, mume wangu hakuwa na la kuficha. Mume wangu alinieleza kila kitu. Aliniambia kuwa nimemsaliti. Nimelala na mwanaume mwingine tofauti na yeye. Niliogopa sana. Wala hakuwa na hasira. Alizungumza hivyo kistaarabu tu. Baada ya kuniambia ukweli kuwa nimelala na mwanaume mwingine, akaniomba nimsikilize kwa makini. Ndio nishakuwa msaliti sasa, na hachaji sasa kumsikiliza kwa makini. Ukizingatia na aibu niliyokuwa nayo wakati ule. Mwenzenu ndio nikageuka sikio. Kwa umakini mno nikaanza kumsikiliza mume wangu. Mke wangu Husna, sijaweka mpelelezi wala shushushu wa kukufuatilia, ila ni asili tu. Kipindi nakuwa, mimi pamoja na vijana wenzangu wa rika langu tulifanya safari ya kwenda kwa wazee wetu huko kijijini huko. Ilikuwa ni safari ya kwenda kufanya matambiko ya kikoo. Ni kawaida na asili ya watu wengi wa Afrika. Unajua namaanisha nini mpenzi wangu? Sasa baada ya hayo matambiko, tukapewa nafasi ya kuomba. Tuombe tunataka nini? Mimi niliomba niwe mfanyabiashara mkubwa wa madini. Sikuomba huu utajiri zaidi ya biashara kubwa ya madini. Kwa bahati nzuri, maombi yangu yalijibiwa mapema zaidi. Nakumbuka nilitumiwa barua na mzee kabisa wa ukoo wetu akinitaka nirejee Ngamani. Alikuwa na ujumbe mkubwa sana kwa ajili yangu. Haraka nilifanya hivyo. Nilienda. Nilipofika nikakalishwa kikao na wazee. Wakaniambia kuwa kama nilimaanisha ombi langu niseme, na kama sikumaanisha niseme. Niliwaambia kuwa nilimaanisha. Basi usiku, siku ile wakachinja ng'ombe na tukafanya sherehe fupi tu. Baada ya sherehe nikaitwa tena. Wakaniambia kuwa ombi langu limekubaliwa. Tena limepokelewa na wazee wetu, hivyo natakiwa niwasikilize. Kwa hiyo wazee waliniambia kuwa mababu zangu wamekubali niwe daraja la mafanikio kwenye familia na ukoo wangu. Wapo tayari nifanikiwe. Nilikubali nikiwa na furaha sana. Hawakuishia hapo. Wakaniambia kuwa natakiwa ni yafikie mafanikio yangu ndio nioe. Hawakutaka nichangie nyota. Hawakutaka kabisa. Nilikubali. Niliporejea kwenye biashara zangu, mambo ndio akawa hivi unavyoona sasa. Nilifanikiwa haswa. Baada ya kufanikiwa vya kutosha, nikaruhusiwa kuoa. Wazee walinielekeza hadi kijiji ambacho natakiwa kufika. Wakaniambia hadi jina lako. Niliomba sana uwe mwanamke mzuri. Nilikuwa naogopa sana kukutana na wewe halafu wewe mwanamke ambaye sitampenda. Nashukuru wamenikutanisha na malaika aliyeamua kuishi duniani. Nilipokuona tu nilikupenda. Kwa ufupi tu, mimi na wewe nyota zetu zinaendana. Wazee wamenichaguliwa wewe kama msaidizi wangu. Ila kitendo cha wewe kushiriki tendo na mwanaume mwingine ni kuharibu mfumo wa mafanikio yetu. Mafanikio ambayo tunayapata kwa kufanya kazi kama watu wengine. Hatorogi, hatutoi kafara. Tunafanya kila aina starehe. Tunasaidia ndugu zetu. Tunaishi maisha mazuri. Sasa kwa nini tusishike njia ya amani? Achana na wanaume wengine.
wewe na mimi tu ndio tunaruhusiwa kushiriki pamoja. Kama mume umenisaliti, nimeumia, imeniuma. Ila kama rafiki yako nimekushauri uache mara moja. Heshimu ndoa yako. Na kama mume wako sitakuwa tayari kuendelea kuona ukinisaliti tena. Hebu tunza hii heshima ndogo ambayo tunayo. Msikilizaji, mume wangu alishia hapo, hakusema zaidi. Nilimuomba msamaha na kujirudi, akanisamehe. Sio hivyo tu, aliniomba msamaha pia. Msamaha kwa kutokunieleza hayo ambayo sikuwa nayafahamu. Nilimsamehe. Kusema kweli sikuona ubaya wa namna amefanikiwa. Hapakuwa na dhambi. Kama umeona kuna dhambi msikilizaji, basi ni kwa mtazamo wako, mimi sio kwangu. Siku zikapita kwa amani kabisa. Mimi nikiendelea na biashara yangu, yeye akiendelea na biashara zake. Maisha si ndio haya sasa? Mambo kwenye mstari. Hapakuwa na tatizo lolote lile. Basi mara kadhaa nilifunga safari na kwenda kijijini kwetu. Hakika palibadilika. Familia yetu ilikuwa ni familia ya kuheshimika sana. Tuseme niliishi kwenye ndoto za wanawake wengi katika dunia. Ninao huo hakika msikilizaji. Nakumbuka nikiwa kijijini kwetu siku moja bwana, safari nzima ya shimo la anguko langu iliwadia. Kama siku zote niliwasha internet, nikaingia Instagram. Bwana. Si nisikutane na ujumbe kutoka kwa msanii maarufu ambaye nilikuwa shabiki yake mkubwa. Yaani huniambii kitu kuhusu yeye. Ulikuwa ni ujumbe wa kutaka kusafiri na mimi kwenye tamasha lake lililotakiwa kufanyika Dubai. Tatizo wala sio Dubai. Sasa Dubai si nilikuwa na uwezo hata mimi wa kwenda na kurudi tena kwa hela zangu mwenyewe. Tatizo ni huyo msanii. Nijikuta nikishindwa kujizuia. Nikasahau kabisa kuwa mimi ni mke wa mtu. Nikamwachia ujumbe kuwa nipo tayari. Siku ile ile nikaaga na kufunga safari ya kurejea mjini Arusha. Nikampigia mume wangu kuwa nimemkumbuka sana, nahitaji aje nyumbani. Kweli nikakutana na mume wangu nyumbani. Mambo ya ndoa yakafuata. Kesho yake aliniomba aende kazini, nilimkubalia. Kisha nikamjulisha kuwa na mimi ninasafiri kwenda kununua bidhaa za urembo Dubai. Alikubali. Itosha kusema yule mwanaume aliniamini mno. Nakumbuka niliingia tena Instagram. Yule mwanamuziki aliniachia namba zake. Nikampigia na kuongea naye. Kwa kuwa ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza, nilijikuta nikimpapatikia katika simu. Niliongea na nisieleweke. Nafikiri alilitambua hilo. Akaniambia kuwa nijiandae nikutane naye Dar es Salaam siku inayofuata. Nasubiri nini msikilizaji? Hakuna cha kusubiri. Haraka nikakata tiketi ya ndege kuelekea jijini Dar es Salaam. Nilifanya haraka kukata ndege kutoka Kia kuelekea Dar. Usiku wa siku hiyo tayari nilikuwa ndani ya jiji la Dar. Nilikutana mwanamuziki. Kesho yake safari ya kwenda Dubai ilianza. Safari iliyoanzisha kila chungu na baya kwangu. Safari ya tabu na mwanzo wa safari chungu katika maisha yangu. Nilikuwa na pesa. Hilo nalijua msikilizaji, sidhani kama natakiwa kukuthibitishia sana. Nilikuwa na pesa. Kwa hiyo mpaka hapo umetambua niliambatana na mwanamuziki huyo kutokana na kumpenda. Nilimpendea mwanamuziki tu. Kama ni pesa nilikuwa nazo. Kama ni mwanaume, mume wangu alikuwa mzuri kumzidi. Kweli. Alifanya tamasha lake kisha ikafuata siku moja mapumziko. Nilizunguka naye kila kona. Tukafanya kila aina starehe. Kwa muda mfupi nikajikuta naishi maisha ambayo niliyakosa. Yale maisha ya kuwa na mtu maarufu karibu. Niwe mkweli, nilizama kwenye mapenzi kabisa na mwanamuziki. Nilisahau kila kitu. Nilishiriki naye tendo tena zaidi ya mara moja. Nakumbuka usiku ambao tulipanga uwe wa mwisho ndani ya Dubai, turejee nchini kutokana na ratiba yangu kuwa ngumu. Ndio usiku wa kasheshe. Tukiwa hotelini, ulifanyika uvamizi. Mwanamuziki akauawa. Lilikuwa ni tukio gumu sana katika maisha yangu. Nilifahamu wazi kama nitakimbia basi tukio hilo litanihusu moja kwa moja. Nilishirikiana na polisi wa Dubai, japo sikuwa na hatia, lakini taarifa zilisambaa nchini kuwa mimi ndo nilikuwa na mwanamuziki. Sasa mume wangu na ndugu zake wakajua. Nakumbuka nilipofika nyumbani tu, mume wangu alinipa kila kilichokuwa cha kwangu. Kwa ufupi akanifukuza. Hakutaka kuongea kitu na mimi.
Aliniambia kuwa alishanieleza kila kitu, hayupo tayari kuendelea kuishi na mimi. Nilifukuzwa. Wazazi wangu walijaribu kutumia busara zao kunirudisha kwa mume wangu, lakini haikuwezekana. Mume wangu alibadilika sana kiasi akawa ni hasikilizi la mtu yeyote. Hakutaka kusikia lolote kutoka kwenye familia yangu. Msikilizaji, ngoja nisikupotezee muda, ngoja nifupishe. Mume wangu alivunja uhusiano wote na familia yangu. Tuliachana. Mwanzo sikuona madhara yake zaidi ya kupoteza ndoa. Niliamua kuendelea na maisha yangu. Nilihama Arusha na kwenda Dar. Niliendelea biashara yangu. Ukweli ni kwamba nilishindwa, nilifeli. Hela zilianza kuondoka tu kimasiara. Yaani nikutolee mfano ambapo unapolipwa mshahara, siku hiyo ambao umepokea pesa, unaweza kuona kama una pesa. Jinsi ambavyo pesa itapokutika mpaka huo mshahara uishe, hautajua jinsi ambavyo pesa imeondoka. Ila tu utajikuta mshahara umekatika na unatamani sasa kufika mwisho wa mwezi upate mshahara wako mwingine. Ndivyo ilivyokuwa kwangu. Hela zilianza kuondoka tu kimasiara. Mwisho siku nikajikuta mweupe. Nikaamua kurejea nyumbani kwetu. Huko pia mambo hayakuwa mazuri. Nikiri ya kwamba nilikosea pakubwa sana. Nilishamsaliti huyu mwanaume kwa mara ya kwanza, akanikataa. Yaani alinisamehe, japo anasema mwanaume hasamei usaliti kwa mwanamke, hasamei. Na kweli wapo sahihi. Wapo sahihi kwa wanayofanya. Mimi nimerudia mara ya pili. Hapo sasa hajataka kusikiliza lolote. Msikilizaji, nahofia hata kumaliza hii simulizi. Hisia za majuto na maumivu ya simulizi ni kama vinashirikiana na hali yangu mbaya nilionayo. Nipo kwenye hali mbaya na kusimulia, lakini anyway, ahadi yangu ni ile, lazima nikuelezee kila kitu. Hiyo ni ahadi yangu. Tuendelee tu kubaki pamoja. Nirudi nyumbani kwetu. Niwe mkweli, wazazi wangu walipoteza furaha na mimi. Waliniona kama shetani. Yaani waliniona ni kama mke wa Lucifer. Nilipewa malaika kwenye maisha yangu, lakini nikawa kiburi. Maisha kijijini yalinishinda. Niliamua kurudi mjini. Sikuwa na uwezo wa kurejea mjini bila pesa, so nilihitaji hela kuliko kitu kingine. Nilikaa na mama nikamweleza, akaongea na baba. Siku iliyofuata baba aliniwekea milioni 200 kwenye akaunti yangu. Baba hakuwa mtu wa kuongea na mimi. Naweza kusema alinikasirikia. Uzuri nyumbani kwetu uchumi ulikuwa mzuri tu, yani pesa ipo. Sijui ni kwa nini mimi tu nilifilisika. Sielewi yani kufilisika kwangu huku kulikujaje. Yani ni mimi tu ndo niliyefilisika. Unajua mimi nilivyofilisika nikajua labda pesa za mume wangu ni za kichawi, ndio maana imekuwa kama ilivyokuwa, lakini nilikuja kugundua kuwa hamna cha uchawi wala nini. Hakuna. Kama ni za uchawi, mbona familia yangu bado pesa wanazo? Tena biashara zao zipo sawa kabisa. Maisha yanaendelea. Ila mimi sasa, kila nilichokigusa kama kilikuwa ni almasi kiligeuka mkaa. Tuachane na hayo kwanza. Hem, tuendelee na story yetu. Yaani naumia msikilizaji. Basi tu baada ya baba kuniwekea pesa kwenye akaunti yangu, niliamua kurejea Dar. Kwa kuwa nilikuwa na rafiki ambaye nilikutana naye kwenye issues za biashara, nilifikia kwake. Yule dada jina lake ni gumu. Ni jina la Kiarabu hivi. Anisamee tu rafiki yangu kwa kulisahau jina lake. Kwa kuwa jina nilikuwa nalo, alinishawishi sana. Kuna kitu alinishawishi sana. Akaniambia kuwa nikitaka kupata hela na kurudi kwenye viwango vyangu tena, basi nitoe taarifa kuwa nitazungumza na waandishi wa habari kuhusu yale mauaji ya mwanamuziki. Kisha nifanye safari ya kwenda Dubai kufuata mzigo wa maana. Hao waandishi wa habari wafikie dukani kwangu. Yaani niteke umakini wa watu wote. Nifanye uzinduzi wa duka langu na niongee kuhusu yale mauaji. Yaani 2 in 1. Si umeelewa hapo Mimi nilimueleza kuwa hakuna kitu cha maana najua kuhusu yale mauaji. Akanambia kuwa nikanushe. Niwaite tu waandishi, hata nikiwaambia waandishi kuwa mwanamuziki aliniita kwa issue za dili la kibiashara, pia nitakuwa nimezungumza. Kwa hiyo nisiogope. Basi bwana, nakumbuka nikaingia kwenye mtandao na kuchapisha picha ya marehemu mwanamuziki, kisha chini nikaweka tarehe na sehemu ambayo tayari nishapanga na kuitengeneza tayari kwa biashara. Ilikuwa ni tarehe ya kufungua hiyo biashara yangu. Katika chapisho hilo nikaandika kuwa nitazungumza ukweli usiojulikana kuhusu hayo mauaji. Msikilizaji, naomba tu tukubaliane kwenye hili. Hii nchi watu wanapenda udaku na mambo ya watu sana sana. Chapisho langu lilisambaa nchi nzima.
Nilipokea jumbe nyingi sana zikinipongeza kwa kuamua kuzungumza. Yaani hadi wale wateja wangu walionisusa mwanzo waliniomba msamaha na kunipa ahadi ya kuwa na mimi tena. Niliuona mwanga tena, ila haukuwa halisi. Nilipata nguvu ya kwenda Dubai. Niliona namna ninavyokwenda kurejea kwa kishindo. Basi nilifunga safari hadi Dubai tena. Nilifika, sikufikia kwenye hoteli yoyote ile. Nilifikia kwa dada wa Kiarabu ambaye ndio namtumia sasa kwenye kuniandalia mizigo yangu. Nilifanya naye kazi sana hata wakati ule nikiwa mke wa mtu. So usiku wa siku niliyofika, alinionyesha picha za mzigo wa urembo pamoja na mapambo. Nikisema hivi, wanawake zangu nadhani wananielewa Nikachagua ambavyo niliamini nitauza. Kisha nikamuingizia hela kwenye akaunti yake. Mimi nikabakiwa na hela kidogo tu. Nilichukua mzigo wa maana nikiamini ndio narudi mjini. Kila kitu kitafanyaje? Kila kitu kitakuwa sawa. Ukweli haukuwa hivyo. Jioni moja kabla ya safari yangu, yule dada wa Kiarabu aliniambia anataka kunikutanisha na wafanyabiashara wengine. Mimi nikaona hiyo ndio fursa sasa. Ngoja nichangamkie, huenda Mungu anataka kunirudisha upya. Basi nikajiandaa pale mdada pale, nikatengenezeka, tukatoka. Nilikuwa sio mwenyeji wa Dubai. Hilo lipo wazi. Kwa hiyo siwezi kusema eti kwamba nikutajie mitaa na kona ambazo nilipitishwa. Mimi nilikuja kugundua kuwa tumefika baada ya gari kufunga breki nje ya jengo moja zuri kweli kweli. Yule dada wa Kiarabu akanichukua hadi ndani ya jengo. Tukapokelewa vizuri sana. Nikatambulishwa kwa watu wengine ambao walikuwa Waarabu pia. Nikaambiwa ni wafanyabiashara. Baada ya hapo yule dada akasimama na kuondoka. Nikajua labda ametoka kidogo atarudi. Muda ukazidi kwenda. Atarudi na wewe ama wapi? Sikumuona tena katika maisha yangu. Wakati ambao nilihitaji kuondoka ili sasa nimfuate nje. Nilione walau gari lake ili sasa nijue bado hajaondoka. Wale wanaume wa Kiarabu ambao mwanzo nilitambulishwa ni wafanyabiashara kama mimi, wakasimama na kunizuia. Wakanipa ishara ya kukaa. Kitendo cha kuzuiliwa jumlisha na mwenyeji wangu kuniacha bila kuniaga kikaniongezea mashaka. Nilianza kupata hisia mbaya sana kuwa sipo salama kabisa. Na huo ndio ulikuwa ukweli sasa. Nilipouliza kwa nini wanafanya hivyo, walinijibu kuwa yule mwanamke wa Kiarabu aliyeniacha pale ni tajiri yao na amenileta mimi niwe sehemu ya wafanyakazi katika lile eneo. Hivi msikilizaji, unajua lugha yao? Hapana Tulitumia Kiingereza ambacho nilikijua kupitia darasa la mtandaoni kipindi kile nimeolewa. Nikataka kuleta ubishi. Yaani kugoma kuzuiliwa. Mmoja wa wale sasa wanaume akanionyeshia bastola huku akinionya kama nitaendelea kuwasumbua basi atanifanya chochote kile kupitia ile silaha. Nifanyeje? Nikawa mpole. Kama mzaa hivi, kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nikawa mateka. Nilipewa amri ya kuvua nguo zangu zote. Nikafanya hivyo. Wale wanaume wakanifanya kitu kibaya sana sana. Kwa mara ya kwanza tena katika maisha yangu nikafanyishwa tendo na wanaume wawili. Baada ya kufanya walichokifanya, wakaja wanawake wengine wawili wenye asili ya Kisomali. Wakanichukua na kunipeleka bafuni. Nikaogeshwa na kuvalishwa nguo laini zilizouchora vyema mwili wangu. Kwa kweli, ile ilikuwa ni siku mbaya sana katika maisha yangu. Sikulala, nilikesha nikilia na kujilaumu mno. Naweza nikasema baada ya yote mazuri niliyoyapitia, sasa nimeingia katika shimo la taabu. Nilinyang'anywa kila kitu. Nilibaki mimi na nguo tu, tena nguo zao. Walinifungia chumbani. Kutoka ama kutokutoka ni maamuzi yao. Yalikuwa maisha ya taabu kweli kweli. Wakati nikiwa sasa katika majuto, siku iliyofuata asubuhi nililetewa chakula kizuri kweli kweli. Ila hamu ya kula sikuwa nayo. Mhudumu aliniambia kama nikifanya masiara nitakufa kwa mateso. Bora nikubali kuwa nipo eneo lile na natakiwa kutii ili niendelee kuwa salama na uhai. Ulikuwa ni ushauri mzuri lakini unaumiza. Nilikula. Baadaye kidogo akaja mwanaume katika chumba changu. Mwanaume wa kizungu. Akanipa karatasi. Nilichukua na kuisoma. Ilikuwa ni resiti ya malipo yake kwangu. Kunitumia vyovyote anavyotaka. Naomba niseme kuwa eneo lile
nilishikiliwa ili nitoe huduma ya ngono. Sasa ile huduma nilitoa siku nenda siku rudi. Baada ya muda nilikuja kugundulika kuwa nina ujauzito. Walipokuja kunipima wakagundua kuwa sikuupatia pale. Mtaalamu wao wa afya aliwashauri kuwa kama nikiutoa kuna asilimia nyingi za mimi kupoteza maisha. Kwa maana hiyo basi waliamua kunitoa katika lile jumba na kunipeleka sehemu nyingine kabisa. Ujauzito ninao, tabu ninazo, mwelekeo sina. Nipo ugenini katika jiji ambalo linasifika kwa raha tu, karaha zake zikiwa zimefukiwa gizani hata zisionekane. Husna mimi niliziona. Msikilizaji, baada ya kuhamishwa sasa kwenye ile jumba la mwanzo, nikapelekwa kwenye jumba lingine. Ndani ya jumba hilo kulikuwa na baa kubwa ya usiku. Wanawake kwa wanaume walikuwa watupu tu wakicheza mbele za watu. Mwanzoni niliwaza sana, sasa kama wamenitoa kule, sasa mbona wanaleta eneo ambalo tofauti yake na kule ni mziki tu? Sikupata jibu hadi nilipochukuliwa na mwanamke mzee tu wa kizungu. Mwanamke wa kizungu alinielekeza kila kitu. Aliniambia kuwa nipo pale kuwa mchojoaji wa jukwani. Yaani watu wanapenda kumuona mwanamke mwenye mimba juu ya jukwaa. Fikiria ni maumivu kiasi gani kama mama nilikuwa naenda kuyapitia, msikilizaji. Yaani mimi nikaitembeze mimba yangu jukwaani nikiwa mtupu kabisa. Ule uzuri wote niliokuwa nao tayari ulikongoroka kwa mawazo. Nilibakia Husna wa kawaida kabisa. Sina maajabu wala ajabu. Nipo tu. Kuna wakati hata nilikuwa nikimwomba Mungu kama ni ndoto aniamshe, alafu aone kama nitafanya upumbavu tena katika maisha yangu. Mji ambao nilikuwa nakuja kama mfanyabiashara mkubwa kutoka Tanzania ndio mji ambao umenigeuza mimi kama biashara. Nilifanya kazi ya uchojoaji pale jukwani bila kupenda. Hata nikisema nilipenda bado nitakuwa nadanganya. Walevi waliokuwa ndani ya lile eneo kwa siri waliturushia fedha juu ya majukwaa. Wateja wengine ambao walikuwa wazoefu na eneo lile walipanda hadi jukwani na kutuchomekea pesa kwenye manyashi yetu pale nini. Yaani ni udhalilishaji tu wa hali ya juu. Wapo wachojoaji ambao walipenda, nafikiri walizoea tu kazi yao. Ndani ya jengo lile mchana ndio ulikuwa muda wa kupumzika. Siku moja ambayo sikumbuki hata jina, nikiwa sasa nimejilalia kwenye kitanda, alikuja mwanamke mweusi. Alipoanza kuongea tu nikatambua kuwa Kiswahili chake ni raia kutokea Kenya. Alinisalimia kwa Kiswahili, nikamsalimia pia. Akanipa pole kutokana na hali yangu, nikaipokea. Yule mwanamke mwenye asili ya Kenya akaniambia kwamba anajua unateseka, ila naomba nikwambie tu kuwa unatakiwa kufanya juu chini urejee nyumbani kwenu. Hiyo mimba ukijifungulia hapa tu, mtoto wako hutawahi kumuona zaidi ya siku ambayo utajifungua. Msikilizaji, kwa kweli alinitisha mno. Wote mnatambua mapenzi ya mama kwa mtoto, si mnajua Hapa siwazungumzii hawa wanawake ambao hutoa mimba kama wanatoa namba za simu. Naomba nieleweke. Kama mama, kitendo cha kutokumuona mwanangu baada ya kumzaa, no, sikuwa tayari kukipokea. Nilimwambia ule sijui ndo mama sijui ndo mdada, nilimwambia kwamba sasa nitafanyaje, mimi sielewi. Akaniambia kwamba njia ipo, hakuna sehemu ambayo haina njia kutoka. Nilikosa tu mtu wa kunisaidia katika mpango huu, ila mimi na wewe tunaweza kutimiza huu mpango wa kutoroka. Basi nibaki tu nimetulia, nikiendelea kumsikiliza kila ambacho amepanga kunishirikisha. Kwanza naitwa Dori. Usiku wa leo baada ya kazi watu watakuwa wamechoka sana, so naomba usitumie nguvu nyingi sana jukwani. Baada tu ya kufunga kazi watu wengi watakuwa wapo kwenye utimamu wao. Njia ipo, kwa hiyo tunatoka hapa bila tabu, ila tunahitaji msaada wa mtu mmoja tu kwenye jambo moja. Unajua juu nimekuchagua wewe sababu najua utaki kuendelea kubakia hapa kama ilivyo kwangu. Baada ya Dori kusema hayo, akaondoka kwa ahadi ya kuniona tena muda mfupi kabla ya kupanda jukwani. Niliapa nikitoka ndani ya jengo lile kamwe sitawahi kurejea Dubai. Wakati wote huo sikuwa nafahamu nini kinaendelea nyumbani kwetu.
Unaambiwa wakati mimi nahenyeka ndani ya ardhi ya ugenini, huko kijijini kwetu maisha yalikuwa ni matamu sana. Biashara za familia yangu zilizotokana na mwanaume wangu zinakuwa kila siku. Haikuwa tu pale kijijini kwetu, bali hata vijiji jirani. Pote huko familia yangu iliwekeza biashara zao. Sijui ni kwa nini tu familia yangu haikuwa na wasiwasi na ukimya wangu. Labda walihisi nilichukua zile pesa ili nikale raha. Labda, sina uhakika. Upande wa pili, jamaa aliyekuwa mume wangu wala hakuoa. Aliendelea kuishi peke yake tu. Huyu mwanaume ndio nilitamani nikutane naye walau kwa mara moja, au hata kwa mara moja na mara ya mwisho. Nimwambie kuwa tumboni kwangu kuna mgeni wake. Na maanisha mimba ilikuwa ni ya kwake. Nasema hivi kwani yeye ndio mwanaume pekee ambaye alishiriki tendo na mimi bila kutumia kinga. Wengine wote, hata yule mwanamitindo yule, nilitumia kinga. Hata kama nimechiti, najitambua. Japo kumchiti mwanaume ni kosa kubwa sana. So nilikuwa natumia kinga huko kote. Ubaya, hiyo nafasi ya kumwambia haikuwepo. Mimi nilikuwa mbali sana na uwepo wake. Nilichokuwa nafikiria ni kutoroka tu kwanza. Kweli, Dori alinifuata muda mfupi kabla ya kupanda jukwani. Akaniambia kazi yangu ni moja tu, kwenda kuiba funguo za gari kwa mteja yoyote atakayekuwa nazo kwa usiku ule. Nilikubali. Nilijua wazi lengo lake lilikuwa ni kunitumia katika kitendo hicho cha hatari. Kitendo ambacho sheria zake zilikuwa wazi kabisa. Adhabu ya kumuibia mteja ndani ya jengo lile ni kifo. Dori alikuwa anaogopa kufanya, ila mimi huo muda wa kuogopa sikuwa nao kabisa. Nilihitaji kutoka lile eneo. Wanasema Mungu sio nani vile. Jibu umeshalipata. Nilifanya wizi kirahisi kabisa. Niliiba funguo bila hata kumwachia wasiwasi mtu ambaye nimemuibia. Nilimpa ishara Dori kuwa tayari nimechukua funguo. Huo haukuwa mwisho wa Dori kunitegemea. Alinitaka nifanye kitu kingine cha mwisho. Yaani nifanye kama hali yangu sio nzuri pale jukwani, kisha yeye ataniwahi na kunitoa. Hiyo itakuwa ni nafasi ya sisi kutoka jukwani kabla ya muda. Walinzi wa eneo lile hawatopata nafasi ya kuwa makini na sisi zaidi tu ya kuwatazama wateja na wachojoaji wengine wa jukwani. Nikafanya kama ambavyo Dori alitaka. Nikajifanya kuzidiwa. Dori akaniwahi, akanichukua na kunitoa pale jukwani. Walinzi walimtikisia kichwa kumpa ishara ya kukubaliana na kitendo chake cha kunishusha jukwani. Tukachukuana hadi kwenye chumba cha Dori ambaye alichukua nguo akanivalisha, na yeye pia akavaa, kisha akachukua pesa alizokuwa anaficha akanitaka nimfuate. Hatakuwa na muda kupoteza. Huo muda haukuwepo kabisa. Mimi sijui, kwanza nilikuwa sielewi njia. Nilimfuata Dori kwa kila kitu. Kwa namna Dori alivyokuwa anazitenga chocho za eneo lile. Alinithibitishia kuwa alikuwa ni mwenyeji wa lile eneo. Mwisho tulitokea eneo ambalo wateja huegesha magari yao. Si unaelewa tena, magari ya wenzetu unagusa funguo tu gari kwekwe inaitika. Tukaliona gari husika, tukalifuata, tukazama ndani ya gari. Taratibu kabisa tukaanza sasa kutoka ndani ya eneo lile. Baada ya mwendo mfupi, mbele yetu kulikuwa na walinzi wa mwisho. Walinzi ambao walitupiga mkono. Ilikuwa ni ishara ya kutaka tusimame. Dori aliniambia nifunge mkanda vizuri. Nilimwelewa na maanisha nini. Niliufunga mkanda wangu barabara. Sasa muda wa kusimama na kuanza kuzungumza na walinzi ambao pengine wangetutambua kwamba sisi ni wakina nani haukuwepo. Kwa lugha ya mtaani unaweza kusema kuwa tulipita na geti. Uzuri halikuwa geti la chuma ama mbao, ilikuwa ni kamba nyekundu tu. Tuliingia mtaani. Kwa mara nyingine katika maisha yangu, Dori aliniweka huru. Kwa kuwa tusingeweza kuendelea, tulitumia lile gari kwa muda mrefu. Tulitelekeza tu eneo ambalo hata mimi silijui. Tukaingia zetu mtaani. Akili yangu yote ikawa sasa ni kutafuta simu ili nifanye mawasiliano. Nilihitaji msaada kuliko kitu kingine chochote kwa wakati ule. Nakumbuka Dori aliniambia kuna mtu anamjua. Tunaweza kwenda anapopatikana kisha tungepata msaada. Niliamini kuwa nishatoka kwenye shida pale Dori aliponiambia kuwa huyo mtu ni Mtanzania. Kichwani nilijua wazi kama ni Mtanzania, yani kama ni Mtanzania mwenzangu, basi nitakuwa salama salimini. Kweli bwana. Dori alifanya juu chini hadi tukakutana na Deo Mush. Huyu ni mfanyabiashara wa Kitanzania ndani ya jiji la Dubai. Tuliongea mengi.
Deo akatoa ahadi ya kutuandalia mazingira mazuri ya kurejea nyumbani. Wakati wote nilikuwa nikilitazama tumbo langu na kushukuru Mungu kuwa nipo huru. Mtoto wangu atazaliwa na ataishi na mimi kwa kipindi chote cha malezi yake. Nakumbuka nilitaka kupiga simu kwenda nyumbani kwetu na kueleza hali halisi, lakini Deo alinishauri nifanye hivyo baada ya kuwa nimepumzika kwanza. Msikilizaji, sio siri, nilihitaji kupumzika. Kupumzika nikiwa na amani. Basi nikasema kwa nini isiwe hivyo? Kuna ubaya gani nikipumzika kwanza kisha baada ya hapo nifanye mawasiliano nyumbani? Ili waelewe nini kinaendelea juu yangu. Sasa wakati wote huo nilipanga punde tu baada ya kutoa nchini Tanzania, basi ningefunga safari hadi kwa aliyekuwa mume wangu, nimjulishe kuwa ujauzito uliokuwa katika tumbo langu ni ujauzito wake na mtoto atakayezaliwa ni mtoto wake. Nilipumzika kiasi, mapumziko akanichoka. Nikaamka, nikaelekea pale sebuleni, sijui ukumbini, na hapo ni kwa lengo la kumuomba simu Deo Mushi ili nifanye mawasiliano. Ajabu ni kuwa nilimkuta Deo akiwa na wanaume kadhaa ambao ni wa Tanzania. Wanaume hao walikuwa wakinitazama mimi tu na sio kitu kingine. Deo akaniambia kwamba Dori ameshapanda ndege na kuelekea kwao, ila wewe kuna wageni wako hapa, wamesema wanahitaji kuzungumza na wewe kabla hujaondoka Dubai. Aliniambia Deo kisha akaondoka na kuniacha na wale wanaume wawili wa Kitanzania. Niliwahoji wale wanaume na kuuliza kwamba mnataka nini? Kosa. Mmoja wapo kati ya wale wawili alifyatuka na kunirukia na kunizawadia kofi kali sana. Bila shaka alama za vidole vyake vilichora alama za maumivu kwenye shavu langu. Lile kofi ndio likanijulisha kuwa hata pale kwa Deo hakuna usalama tena. Wakati naendelea kuitafuta sababu ya mimi kupigwa kofi, mwanamume mwingine akanifuata, akanichukua na kuniingiza kwenye chumba kingine ndani ya eneo la Deo Mushi. Kwa namna maisha ya Dubai yalivyo, ninao uhakika kuwa lile halikuwa eneo la Deo moja kwa moja, bali sehemu aliyoilipia ili awepo kwa muda fulani. Walinifunga kwenye kiti katika chumba kimoja hivi. Hawakujali hata hali yangu. Walikuwa ni Watanzania wenzangu waliokosa huruma kabisa. Baada ya kunifunga walianza maswali yao. Mimi nikawa nahangaika kuwajibu tu. Wakaanza kuniuliza kwamba unashirikiana na nani? Nikauliza kwenye nini? Wakasema sawa, hujui si ndio? Nikasema mimi sijui. Wakasema kwamba nani amekulipa ili uwaite waandishi wa habari nchini kisha uzungumze issue ya kifo cha yule mwanamuziki? Nikasema kwamba hakuna. Wakasema kwa hiyo umejiitia tu eti? Nikasema ndio. Baada ya kujibu hivyo, hawakuongeza maswali. Walianza kunipiga tena. Wakati huu nikiwa najua sababu ya wao kuwepo pale. Kama bado huyajua msikilizaji, ni kwamba sababu ni kitendo cha mimi kutangaza mkutano na waandishi wa habari nchini Tanzania. Mkutano ambao nilisema nitaongea ukweli na mambo ambayo watu hawayajui kuhusu mauaji ya mwanamuziki. Lengo lilikuwa ni kutafuta njia ya kurejea katika vichwa vya watu na kukuza biashara yangu. Hakuna cha maana ambacho nilikuwa nakwenda kuzungumza. Kwa bahati mbaya, watu fulani ambao kwa namna moja ama nyingine wanahusika na issue ya kifo cha mwanamuziki ndio walinifuata. Umeelewa hapo waliona sasa ni kama wanaenda kutangazwa public kwamba wao ama ni watu fulani ndio walifanyaje, walihusika. Kumbe mimi sivyo kabisa nilivyomaanisha. Wale jamaa walinitesa sana. Naweza kusema wale watu hawakuwa wa kawaida. Kwani baada tu ya mateso niliwasikia wakiambiana wenyewe kwa vigezo vyao. Ni kweli kuwa sijui kitu. Kwa sababu hiyo walipanga waniache na waondoke zao. Nasema hawakuwa kawaida kwa sababu ni kweli kwa yale mateso, kama ningekuwa najua kwa undani mauaji ya mwanamuziki basi ningewaambia waniache. Wale watu waliondoka zao. Baada ya wale watu kuondoka nikabaki kwenye mikono ya Deo Mushi. Alikuja na kuniomba msamaha kwa kigezo eti hata yeye kama asingewaruhusu wanifanyie walichonifanyia basi angekuwa katika hatari. Wala sikumwamini, ila sikutaka tu kumuonesha kuwa simwamini. Kichwani nilishapanga la kwangu. Yaani nilimpania sana Deo. Maumivu ya kuteswa na wale wanaume nilipanga Deo ayalipe. Na alilipa. Ipo hivi. Usiku mmoja wakati Deo ametingwa na simu yake, nilijifanya kama nimezidiwa sana. Yaani naumwa hatari. Mwanamke nimelishika tumbo hapo napiga kelele kama mwenda wazimu. Kile
kilikuwa ni kiwango changu bora mno cha kuigiza. Kukuruka kara nini, Deo anakwenda chumbani kwake, kisha anatoka kwa ahadi kuwa anashuka chini ya jengo kutafuta nini, msaada, na atarejea haraka sana. Nikamtikisia kichwa kwa ahadi kuwa nimemwelewa. Punde baada ya Deo kutoka haraka, nikasitisha maigizo na kuelekea chumbani kwake. Unajua kwa nini nilienda chumbani kwake? Subiri msikilizaji, kuna kitu sikutaka nikuambie mwanzo. Nilihisi hakikuhusu wewe kukisikia, ila kwa sasa hapana, kinakuhusu tena kwa asilimia zote 100. Saa kadhaa baada ya wale wanaume wa Kitanzania kuondoka, wakati Deo anarejea, niliona bastola kwenye kiuno chake. Sasa hiyo bastola ndio nilitaka, yani ndio nilikuwa naitaka, ndio ilikuwa target yangu. Nilifungua mlango wa chumba chake na kuingia ndani. Nilianza kuitafuta bastola. Uzuri sasa mume wangu, eti mume wangu jamani, mnisamee. Mwanaume ambaye aliwahi kuwa mume wangu alikuwa anamiliki bastola. Hivyo issue ya kujua ni wapi bastola huwa ni rahisi mtu kuiweka nilifahamu sana. Nilianza na kwenye mtu wa kitanda, haikuepo. Naanza kutoa siri ili leo ukiingia kwenye nyumba ya mtu uanze kutafuta hizo sehemu. Utajijua mwenyewe. Nilianza kwenye mtu wa kitanda, haikuepo. Nikawahi kwenye draw ndogo iliyoshikana na kitanda. Chezea mwanamke wewe. Kitu ambacho hatuwezi ni kuitwa wanaume tu. Bastola hii hapa. Nikaikwapua na kuiweka katika mikono yangu. Wakati huo Deo anaingia chumbani kwake. Ndio, alinikuta ndani ya chumba chake. Issue ni kwamba mkononi nilikuwa nimeishikilia bastola. Hakuwa na ubavu wa kufanya lolote lile. Alijaribu kuwa mpole hivi, ila sikutaka kumwamini. Deo akasema kwamba weka hiyo bastola chini, mimi sina ubaya wote na wewe. Nikamwambia kwamba hapana, ulishirikiana nao, ulikubali wanitesa, si ndio? Deo akasema kwamba hapana, unakosea. Kama ningekuwa nimeshirikiana nao, ningekuacha uishi kwangu. Hebu kuwa mpole basi. Mtoto wako atakuja duniani siku si nyingi. Sio vizuri mama yake uwe muuaji. Ufanani kabisa usina. Nakuomba sana. Alisema hivyo Deo. Unajua sisi wanawake bwana, Mungu alitumba tofauti sana. Sana kwa kweli sana. Maneno ya Deo kuhusu mtoto wangu ambaye yupo tumboni kuzaliwa na mama ambaye atakuwa muuaji baada ya kumuua Deo aliniingia. Sikutaka mwanangu awe na mama wa aina hiyo. Wakati na tafakari hayo, Deo akanirukia ili sasa kunipokonya bastola. Sikudhamiria iwe vile, ila ilikuwa. Kwa kuwa niliweka bastola katika hali ya hatari. Kitendo cha mimi kuiminya tu, risasi ikazama kwenye mwili wa Deo. Tena sehemu mbaya sana ya kushoto. Niliua. Deo alienda chini. Mikono kaitupa huku na kule. Wakati najiuliza nini nifanye, wakaingia watu wa huduma ya afya 2 pamoja na polisi 1. Watu wa huduma wakawahi kumchukua Deo na kuondoka naye. Polisi alibaki na mimi. Kwanza aliwahi kuchukua bastola ambayo tayari nimeifanyia tukio la mauaji. Wala hata kutumia nguvu, aliniambia tulimfuate. Sikuwa na namna. Nishaua. Nini kingine kama sio kupagawa? Nilipagawa. Akili iligoma kabisa kutulia. Polisi akanichukua kistaarabu sana. Mpaka nikaanza kumuogopa. Akanirudisha ukumbini, akaniweka chini na kuanza kuzungumza na mimi. Alikuwa akizungumza Kiingereza kilichoathiriwa na lafudhi ya Kiarabu. Basi yule polisi akasema kwamba umeshaua. Kwa bahati mbaya hata Deo alikuwa akifanya kazi haramu, uwepo wake hapa nchini hautambuliki. Hivyo hii kesi inafia hapa. Ila kinyume chake ni kuwa umeua mtu na unatakiwa kupewa adhabu. Sasa mbele yako kuna kazi ambayo itakuweka huru. Yaani utakuwa huru kabisa. Msikilizaji, nikajisemea kwamba hapa akisema tu anataka mwili wangu, namfunulia tumbo alione. Nitalalamika hadi mwisho kuwa tumbo linaniuma na naumwa sana. Lakini wala hakuwa na lengo hilo. Aliniambia kuwa anataka niende Oman. Mipango yote ya mimi kwenda Oman itakuwa chini yake. Huko nitakutana na mtu, alafu nitampa mzigo ambao atanipa. Akanambia baada ya hapo nitapewa msaada na kurudi nyumbani Tanzania. Haya vipi, unataka nikatae? Haya sasa ndio tufanye nimekataa. Nini nitafanya sasa? Yaani sikuwa na uchaguzi bora zaidi tu ya kuchukua mzigo na kupeleka Oman. Kisha baada ya hapo ndo nitapewa msaada kurejea nchini. So nilimuuliza kwamba kwa nini usitumie kampuni za usafirishaji? Yule polisi akasema kwamba kwa sababu sio mzigo ambao naweza kumwamini kila mtu. Ni mzigo ambao ili niwe na uhakika utakuwa salama, nataka mtu kama wewe. Mtu ambaye utakuwa tayari kuufikisha ili upate kitu cha maana kuliko pesa. Na huu ndio msaada wangu kwako wewe mwanamke.
Alivyosema hivyo, nini kingine msikilizaji? Nauliza nini kingine? Hakikuwepo. Niliamua kumsikiliza yule polisi kwa kila kitu. Mipango yote ilifanyika kwa kasi sana. Mwisho wa siku nikapewa bahasha tu. Nikaambiwa ndio mzigo ambao unatakiwa kufikisha Oman. Basi nilifanya safari hadi Oman. Safari yote nilifanya chini ya polisi wa Dubai. Nilifika Oman, nilipokelewa na jamaa wa huko mwenye asili ya Kiarabu. Haina hata haja ya kusema asili ya Kiarabu. Raia wengi wa Oman ni Waarabu. Kwani hata hilo hujui? Bwana, naamini unajua Mimi nilikuwa najua kazi yangu ni moja tu, kufika Oman na kukabidhi bahasha niliopewa kule Dubai. Baada ya hapo, wanifanyia mpango wa kurejea nyumbani, na maanisha Tanzania. Kweli walinipokea vizuri, wakanifikisha hadi kwa mhusika ambaye nilitakiwa nimpatie bahasha. Yule jamaa ni jamaa fulani hivi la Kiarabu, waliniambia kwamba karibu sana, naamini kuwa umekuja kujificha na hapa ndio sehemu salama kabisa. Aliniambia hivyo, ambaye ndio nilitakiwa kumpatia bahasha. Nilimshangaa, nimekuja Oman kujificha tena? Huyu mbona alianza kunichanganya huyo? Nilimwambia kwamba mimi nimeleta mzigo, nahitaji unifanyie mpango unielekee Tanzania. Nilimwambia. Msikilizaji, naomba nikuweke sawa. Tulikuwa tukitumia lugha ya Kiingereza, ingawa Kiingereza chake kilikuwa kibovu sana. So aliniambia kwamba hapana, fungua hiyo bahasha kabla ya kunipatia. Mwanzo nilisita, lakini anyway, niliamua kufungua. Kumbe nilikuwa nimebeba mkataba wa mimi kufanya kazi za ndani kwa miaka 10. Yaani miaka 10 yote niyo nafanya kazi za ndani. Msikilizaji, labda ngoja nikufupishie mambo kwa sababu hali yangu mpaka dakika hii ninavyokusimulia, nipo kitandani, hali yangu ni mbaya sana. Polisi wa Dubai ndiye aliyenichezea mchezo. Hakuwa na wema wowote kwangu. Kama nilifikiri alinisaidia kutoka katika hatia ya mauaji ya Deomush, nahitaji kujirekebisha. Haikuwa hivyo. Aliniuza Oman, tena bila kujua, nikajipeleka mwenyewe. Maskini. Nimejitanda mvazi ulionifananisha na mwanamke wa Kioman, nikijua kuwa naenda kuwa huru, kumbe ndio naingia kwenye shimo la shida na tabu. Na nilitakiwa nianze kazi mara moja. Nilipoleta ubishi, nilioneshwa mlango wa kuzimu. Hakuwa na masiara hata kidogo. Ndani ya nyumba yule mzee wa Kiarabu ambaye mara kadhaa nilisikia wenzake wakimuita Hamza, niliona mateso. Kwanza, mchana tulifanya kazi za ndani, mimi na mwanamke mwenye asili ya bara la Asia. Sikupata nafasi ya kumuuliza jina kutokana na nafasi. Nilikutana naye mchana tu ndani ya jengo hilo la mzee Hamza. Mzee Hamza alikuwa tajiri haswa, sio mchezo. Jumba kubwa kweli kweli, lakini ajabu, mimi na mwenzangu kutoka Asia hatukuwa na uhakika wa kulipwa. Sio uhakika tu, haukuwepo mpango wa kulipwa. Tulikuwa tukifanya kazi ya kujitolea kwa lazima. Muda wa kupumzika ndio huo muda wa kulala. Nje ya kulala hakuna mapumziko mengine. Hakuna kabisa. Alafu kuzingatia na hali yangu sasa, tumbo linakuwa tabu tupu. Nilifanya kazi za ndani kwa wiki 4. Toka nitoke Tanzania kwenda Dubai, sijui na sielewi hali ya wazazi wangu huko. Ikiwa wanateseka ama wapo tu, wametulia, hawajali kuhusu ukimya wangu. Baada ya kuwa nimechoka sana, nilihamishwa eneo la usafi wa ndani kwa madai eti mke wa mzee Hamza hanipendi kutokana na mimba yangu. Nilijua huenda ndio wakati wangu sasa wa kufanyaje wa kurejea Tanzania, lakini wapi? Wale washenzi hawakuwa na huruma hata kidogo. Sijui kama kuna watu wananisikiliza na wapo maeneo hayo ya Dubai na maeneo mengine. Kwanza nilihamishwa na kupelekwa sehemu nyingine kabisa. Huko ilikuwa ni Changanyikeni. Yaani sehemu kazi inapofanyika ndio sehemu hiyo ya kupumzikia. Eneo hilo halikuwa kwa ajili ya kazi ya ndani. Kulikuwa na uzalishaji wa kazi tofauti za uzalishaji wa bidhaa. Ngoja nifupisha hapa ili unielewe msikilizaji. Bidhaa hizi hutengenezwa na wanawake kutoka mataifa mengine ambao wanashikiliwa kwa nguvu na Hamza. Baada ya bidhaa kuwa tayari, hupelekwa kwenye kiwanda hewa cha Hamza kwa ajili tu ya kusambazwa. Hapo sasa umenielewa? Sasa tuachane na hilo sasa. Kutokana na hali yangu, nilipewa kazi ya kuwasaidia wanawake wengine walioshikiliwa pale. Yaani nilikuwa mara nipeleke kitambaa cha nguo kwa wanawake washonaji, kisha nigeuke tena kule nipeleke hiki ama kile ambacho nimeagizwa. Hata hivyo nashukuru Mungu, wanawake wenzangu walinielewa. Walinipa muda mrefu wa kupumzika,
walitambua hali yangu. Cha ajabu sasa, Dori ambaye niliambiwa amepanda ndege na kwenda kwao alikuwa ni mmoja kati ya wanawake walioshikiliwa hilo eneo. Yeye alianza tukisha mimi nikafuata. Kwa bahati mbaya haukuwepo muda wa kuongea naye. Alikuwa akifanya kazi sehemu tofauti. Nilimwona mara moja tu wakati wa kula. Wakati fulani hivi usiku ambao ndio wakati wa kupumzika. Niliitwa jina langu, tena majina yote mawili, sio langu tu. Alimalizia na la baba yangu. Sauti ilisikika nikiitwa Husna Asweni. Kwanza nilishtuka, hamu ya kutaka kujua aliyeniita ikafuata. Nani huyo ananijua kiasi cha kuniita majina yangu kamili? Nilimuuliza kwamba nani wewe? Hapo sasa tulikuwa tunanong'ona tu gizani. Huyo mtu akaniambia Zulfa. Nikasema Zulfa? Akasema ndio, Zulfa Madobe. Hapo sasa nikamkumbuka ni mdada ambaye nilisoma naye huko kwetu kijijini, ananifahamu na mfahamu. Oh, wewe kumbe upo huko. Yaani acha tu dada yangu, nilikuja huko kutafuta maisha. Niliambiwa nakuja kwa ajili ya kazi za ndani. Matokeo yake ndio haya. Najuta hata kwa nini, yani hata sikuambia wazazi wangu wapi naenda. Ona nilipo sasa. Alinieleza Zulfa. Hakumaliza, alianza kulia. Mimi nilimwambia tu kwamba pole. Basi kwa uchungu sana Zulfa akaniambia kwamba ila kuna njia ya kutoka hapa. Nilitamani nitoke mimi, ila kwa kuwa sasa wewe umekuja na hali yako hiyo, naomba utoke wewe. Lakini hakikisha tu unaelezea dunia juu ya haya tunayopitia. Najua baada ya wewe kutoroka tutaachiliwa tu, tutakuwa salama. Ila usalama wetu ni baada ya wewe kwenda nchini na kusema ukweli. Nenda kawaelezee kuwa tupo huko tunateseka. Nenda Husna. Mwanao asizaliwe eneo hili baya. Zuu kwa uchungu aliniambia hivyo. Usiku huo huo Zuu alinipa njia kutoka. Kwa kweli nilicheka sana. Ilikuwa njia rahisi mno, lakini yenye 5% tu za kufanikiwa. 5. Nilichotakiwa kufanya ni kuingia ndani ya sanduku la uchafu wa vitambaa vinavyosalia baada ya utengenezaji wa nguo, kisha hilo sanduku likitoka tu nitakuwa huru. Niliamua kujaribu bahati. Asubuhi na mapema nilikuwa mtu wa kwanza kuamka. Nikaenda kuingia ndani ya sanduku la vitambaa ambavyo huwa vinabakia, nikatulia hapo. Zuu akaongezea vitambaa vingine kwa juu. Nikawa sionekani. Nilikuwa nikipumua lakini kwa tabu sana. Mungu sio nani? Jibu nalo. Sanduku lilitoka ndani ya eneo lile na kupelekwa nje ya jengo ambapo magari ya tajiri Bwana Hamza huja na kuwachukua wakati huo. Niliposikia tu sauti ya vyombo vya usafiri, nikajitoa ndani ya sanduku. Msikilizaji, naomba nikwambie kuwa huo ndio ukawa mwanzo wa uhuru wangu. Nipo huru mpaka hapo. Sikutaka kupoteza muda. Nilifanya uwizi wa simu, niliiba ndio. Unataka sasa kuniuliza niliibaje? Hapana. Sitaki niwafundishe namna ya kuiba simu. Nilichofanya, nilitafuta eneo ambalo kulikuwa na utulivu. Nikatulia ili sasa niitumie ile simu, lakini tatizo lilitokea. Simu ilihitaji neno la siri ili ifunguke. Nakumbuka nilihangaika sana kutafuta namna ya kutumia simu mpaka hapo sasa nilipokutana mwanamke. Alikuwa ni mwanaume wa Kioman ambaye alikuwa ni mtaalamu sana wa issue za kutoa neno la siri bila kuwa na neno la siri. Alinisaidia kwa makubaliano ya kutokuondoka kwake mpaka nimlipe. Uzuri akanipa na huduma ya mtandao, yani internet. Simu nayo tayari. Haraka nikarekodi ujumbe wa video na kueleza hali yangu. Nikaelezea ilivyokuwa Dubai kwa ufupi, kisha Oman, kisha nikaingia kwenye akaunti yangu wa Instagram na kuichapisha. Siku ile nilipokea jumbe nyingi sana za pole na watu waliotaka kunipa msaada. Nyie, huko Oman wenzetu wanateseka. Wachache sana wanafaidi, ni wachache sana wanafaidi. Niamini mimi, ni wachache sana wanafaidi. Watu wa ngozi nyeusi, nilitumiwa pesa na watu fulani hivi ambao hata siwajui. Pesa zikaingia kwenye akaunti ya mwanaume wa Kioman ambaye kwa kweli alikuwa na roho nzuri sana. Alichukua pesa ya huduma yake na nyingine akanipatia. Siku iliyofuata nilikutana na balozi wa Kenya ndani ya Oman. Akanisaidia hatua kadhaa kabla ya kupokelewa na ubalozi wa Tanzania. Amani kaanzia hapo. Nilitoa maelezo yote kwa balozi juu ya wenzangu ambao niliwaacha ndani ya lile jumba la utumwa. Walisaidiwa, nikasaidika. Siku moja kabla safari ya kurejea nyumbani, mwandishi mkubwa nchini aliniambia ameandaa mkutano na waandishi wa habari kwa lengo la mimi kuliambia taifa nilichokuwa napitia. Nilikubali nikiwa na langu kichwani, nilihitaji kuongea kitu. Safari ya kurejea Tanzania iliwadia.
ujauzito wa kujifungua ukiwa umenipa umbo jipya. Mungu ndio muweza wa kila kitu, msikilizaji. Sikuamini kama tayari nipo katika ardhi ya nyumbani. Baada ya yote, sasa nilikuwa nchini Tanzania. Nakumbuka kuwa rafiki yangu aliyenipa wazo la kutangaza kuwa nitaongea na waandishi wa habari juu ya mauaji ya mwanamuziki hakuja uwanja wa ndege kunipokea, na wala sikuwahi kukutana naye tena. Nilipotoka tu uwanja wa ndege, niliamua kuvaa mavazi ambayo ilikuwa ni ngumu sana kutambulika. Mimi sio mgeni wa vyombo vya habari vya hapa nchini. Hawashindwi kukaa siku nzima uwanja wa ndege ili ukishuka tu wakuulize maswali ambayo mengine ni kukuweka mtegoni tu. Sio kwamba eti mimi sikutaka kuzungumza, hapana. Nilipanga kuyasema yote, ila kwa utaratibu nilioutaka mimi. Nilitoka uwanja wa ndege bila vurugu za waandishi wa habari. Nilipenya hadi eneo la magari binafsi, nikachukua usafiri hadi kwenye mtaa ambao na ufahamu. Hapo nikachukua chumba na kupumzika. Sikutaka hata kwenda kwa yule rafiki yangu ambaye hakuja uwanja wa ndege kunipokea licha ya kujua yote yaliyotokea. Siku iliyofuata nilipokea simu ya familia yangu. Baba na mama walikuwa njiani kuja mjini. Kwa mara ya kwanza walifanya safari ya kukiacha kijiji chao na kunifuata mimi. Hii ilinipa moyo sana. Wakati huo nilipokea simu kutoka kwa mwandishi mkubwa wa habari ambaye yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kunitafuta baada ya mimi kuachia ile video hewani. Nilipokea, baada ya salamu akanieleza kuwa alishafanyia kazi ombi langu, hivyo nijiandae. Kesho natakiwa kuzungumza na waandishi wa habari. Nilikubali. Mama na baba yangu walifika Dar. Baada ya kunipa pole nyingi, akaniomba nisizungumze na waandishi wa habari kwani nakwenda kujiweka wazi kwa kila mtu kwa yale niliyopitia. Baba aliita aibu, huku mama akiamua kuyaita mazungumzo yangu na wanahabari kama sehemu ya kutangaza aibu niliyokutana nayo. Kwa kweli wazazi wangu walizungumza sana, lakini kama niliweza kuzizoea hatua za mwisho kuelekea kufa ndani ya ardhi ya Dubai, naanzaje kushindwa? Kwa mfano, niliwagomea wote wawili, baba na mama. Tayari niliamua moja. Hilo moja ni kuzungumza na waandishi wa habari na sio vingine. Siku iliyofuata waandishi wa habari, kwanza yule mwandishi wa habari alikuja hadi pale nilipochukua chumba. Wakati huo sasa wazazi wangu waliamua kuondoka. Waliniambia baada ya mazungumzo na waandishi wa habari basi nichague moja, kurejea nyumbani ama niendelee kuishi ndani ya jiji la Dar. Sasa mimi tayari nilichagua kuwa baada ya hapo nitarejea nyumbani kwetu. Nyumbani tu, msikilizaji. Mkataa kwao ni nini? Mtumwa. Hilo lipo wazi. Tulifika eneo ambalo liliandaliwa tayari kabisa niweze kuzungumza. Waandishi wa habari walikuwa wengi sana. Idadi yao ilinipa nguvu. Nilihisi nilichotaka kuelezea kilikuwa kitu cha maana sana, pengine kuliko hata kifo cha mwanamuziki. Baada ya kufuata taratibu zote, nilianza kuongea. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa kunifanya niwe hapa. Pengine bila yeye ningekuwa nipo eneo ambalo nyie wote msingeweza kunifikia. Labda ningekuwa maiti ama mateka au kitu kingine chochote ambacho kingechukiza machoni pangu. Ndugu zangu waandishi wa habari, mimi ni binti wa Tanzania. Nimekuwa na kuishi maisha yangu yote katika ardhi hii. Wengi wenu mnanitambua kama Husna ambaye ni mwanamke mashuhuri kwenye upande wa kuuza nguo ambazo mlivaa na mkapendeza. Lakini leo naomba mnijue kama mwanamke wa Kitanzania aliyeamua kubeba aibu na fedheha. Nitambue ni hivyo. Na naelewa wapo ambao watanitafasiri katika namna ya aibu, lakini mimi nishapitia mengi ambayo yalinipa aibu katika maisha yangu. Nipo hapa mbele yenu, nataka kuongea na nyinyi. Nataka kusema na wanawake wote duniani kama itawezekana. Kwanza kabisa natumia uwanja huu kumwomba radhi yoyote yule ambaye nilimkwaza. Hii ni radhi ya dhati kutoka kwangu kwenda kwenu. Huyu hapa mbele yenu ni mwanamke ambaye tumboni kwake kipo kiumbe kinachohitaji kuja duniani. Huyu hapa mbele yenu ni Husna ambaye ameuona upande wa pili wa Dubai. Upande ambao hautakaa uone kirahisi kama sio sehemu ya upande huo. Kusimama hapa na kuongea ni Mungu tu. Nimenusurika kufa. Nimekimbia bila kupumzika. Lengo likiwa ni kutetea uhai wangu. Bara langu la Afrika, nchi yangu Tanzania, ni dhambi kama nitakaa kimya bila kuyasema haya. Mshikilie ndugu yako. Mwambie kama anatamani kwenda kwenye nchi za watu kufanya kazi, basi akumbuke huko kunaweza kuwa mwisho wa maisha yake.
akumbuke kuwa hawa wanaokwenda kuwafanyia kazi wanaweza kumpa hela zao na kuondoka na roho yake. Mwambieni kabisa Husna alikwenda Dubai akiwa na pesa zake, lakini bado alikumbana na matatizo ya kutosha. Kaeni nao, waelezeni kuwa huko hakuna mama wala baba ambaye atasikia kilio chao. Msiwaonee haya, waelezeni tu kweli. Waambieni kuwa wapo waliokwenda na kufanikiwa kweli na wapo ambao wameenda na kufariki kweli. Wachague, waende wafanikiwe kweli ama waende wafariki kweli. Najua mnatamani kujua niliwezaje kupambana hadi kuwa hapa. Labda niwaambie tu ni Mungu tu. Kutoka Dubai nikiwa na pumzi zangu kisha kuangukia katika ardhi ya Oman kwenye mikono ya wanaharamu, na sasa nipo hapa tena nikiwa na roho yangu, ni maana tosha kuwa ninaishi kwa rehema za Mungu. Naomba mfungue macho, mtambue kuwa kuna ndugu zenu wengi mbali na hii ardhi wanateseka, wanahenyeka. Wapo ambao tayari wamechoka na wanatamani kurudi, lakini hawawezi. Wanaishia kuogelea kwenye machozi yao tu. Kwa hiyo tuache wateseke? Ama tumewasusa au kwamba tumewachoka? Wengi mnatamani niongee kuhusu mimi. Sitaongea. Nitaongea kwa niaba yao. Nchi yangu, kama upo uwezekano, watambue hawa wanawake wanaokwenda kutafuta riziki zao nje ya nchi kama walezi wa watoto na wadada wa kazi. Sijui mtatumia gharama kiasi gani, ila ninao uhakika kuwa kama mtatengeneza mfumo imara wa kuwatambua na kuhakikisha usalama wao huko walipo, basi mtaokoa roho nyingi sana sana. Dada na mama zangu mnaokwenda nje kwa kazi hizi, acheni kwenda kama mnakwenda kwa ndugu zenu. Ikatokea serikali ikaweka mfumo huu wa kuwatambua na kuwalinda huko mlipo, basi wapeni ushirikiano wa dhati. Mnateseka. Sasa mtateseka hadi lini? Msikilizaji, nilishindwa kuendelea kuzungumza. Pengine nilikuwa na mengi sana ya kuongea, lakini sikuweza kuyamaliza. Mwandishi wa habari aliniomba niongee tena, lakini nilimwambia kuwa inatosha. Na baada ya yote nilifunga safari ya kurejea kijijini kwetu. Baada ya yote niliamua kurejea kijijini kwetu kutafuta utulivu. Nilikongoroka, nilichoka. Walau utulivu ambao niliamini nitaupata kijijini kwetu ungenirejeshea tena yule Husna Asweni wa zamani. Baba na mama yangu leo lilikuwa moja. Walinipokea kama mshindi na kunitaka nitulie nyumbani bila kufanya lolote lile. Hawakutaka nikutane na mtu ama watu tofauti na watu wa familia yangu. Walitaka niwe sawa kwanza. Baada ya mwezi mmoja nilitoka nikiwa Husna. Yaani nilitoka ndani nikiwa Husna. Husna yule wa zamani. Mwili ulirudi katika kiwango chake. Niliamua jambo moja. Niungane na mama yangu katika mradi wake mkubwa wa mboga mboga ambao anashirikiana na wanawake wengi pale kijijini. Maisha yetu yalikuwa ni mazuri sana. Mimi sikutaka kujishughulisha na issue yoyote ya kushika pesa. Niliamua kuishi maisha yangu ya kawaida. Baada ya siku kadhaa, mama alinichukua na kunipeleka katika hospitali kubwa pale kijijini kwetu. Hospitali ambayo tunaimiliki. Nilitakiwa kufanywa vipimo vyote kama mama mjamzito. Kwa bahati mbaya sana, nilikutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sihitaji maelezo mengi kutambua kwa niliupataje, msikilizaji. Sihitaji. Mama hata baba walipojua walinipa moyo tu, kwani tayari niliwaelezea kila kitu nilichokipitia Dubai. Biashara ya ngono niliyotumikishwa, unenguaji jukwani nikiwa mtupu kwa wateja wakifanya lolote ambalo wanataka kufanya kwa ili mradi tu wanazo pesa. Huko ndipo nilipotoa ukimwi. Kwa kiasi fulani nilianza kuyachukia maisha yangu. Upendo wa mama na baba ndio ulinipa imani kuwa duniani bado wapo watu ambao wananipenda. Tayari nilikuwa mwathirika. Nilitakiwa kukubali kuwa issue nzima ya malezi ya mwanangu ajaye yalikuwa chini ya wataalamu wa afya. Hii ni muhimu sana. Kuna wakati kupima na kujitambua ni bora zaidi, hasa kwa wanawake wengi ambao hubeba ujauzito na hawafiki katika vituo vya afya. Ni hatari sana kwao na kwa familia zao. Labda kabla sijaweka nukta na kuendelea na jambo lingine, ningependa nitoe ushauri kwa wanawake wote. Kuhudhuria kituo cha afya kipindi chote cha ujauzito ndio msingi bora wa mwanzo kwa mtoto wako na familia nzima.
Baba hakutaka kulazia damu ishu ya ujauzito wangu. Alifunga safari hadi Arusha. Kwa maelezo ya baba, alipofika Arusha alifanikiwa kukutana na aliyekuwa mume wangu. Walikaa na kuongea kuhusu hali yangu. Mwisho akamwambia kuwa mimba ni yake. Unaambiwa yule mwanaume alikubali, hakukataa hata kidogo, sababu eti alishapewa hiyo taarifa na mababu zake. Kweli jamaa alikuwa ni mtu wa mila na desturi kwa dada Leki. Mila ambazo makanisa kwa misikiti yanazipinga vikali, wakati Afrika, Waafrika wengi ndiko tulikotokea. Zamani watu walikuwa na jicho. Zamani sasa hivi upumbavu tu na kuchafua damu zetu kwa mambo ya kipumbavu, ndio maana tunaharibu nguvu ambazo tunazaliwa nazo. Nashukuru Mungu nilipata walau alama nzuri niliyoiacha katika maisha ya mwanaume aliyebadilisha historia ya familia yangu kutoka kwenye umaskini hadi kwenye viwango vya kuitwa matajiri. Na nasema hivi ni kwa sababu nilijifungua mtoto wa kiume. Yule baba hata asivyokuwa na chuki, licha mimi nilimsaliti, alikuja na ndugu zake kijini kwetu. Tukafanya sherehe kubwa sana baada ya mimi kujifungua. Hakuja ili mradi tu amekuja. Alikuja na zawadi nyingi sana ambazo zilikuwa zangu. Nakumbuka moja ya zawadi kubwa ilikuwa ni gari mpya kabisa, tena bei kubwa. Baada ya sherehe, mawifi zangu walinitoa kando na kunipongeza kwa ujasiri wa kuitunza mimba yangu kipindi chote cha mateso kwa Dubai. Walinishukuru sana kwa kukitunza kiumbe chao hadi kukileta duniani. Mawifi zangu walinipa ahadi ya kuwa na mimi kwenye kila hali kama nitahitaji msaada wao, hata ikiwa nitataka kurudiana na ndugu yao. Kweli nitamani kurudiana na ndugu yao, lakini nilihofia ipo siku itatokea bahati mbaya tukashiriki tendo kizembe tu, kisha nimpe adhabu ya kutumia vidonge. Nilikataa huo msaada wao. Niliomba nibakie tu kama ndugu yao. Ilitosha mno kwangu. Mtoto wangu alikuwa chini ya uangalizi mkali wa wataalamu wa afya ya mtoto. Unaelewa tena ukiwa mwathirika waathirika nadhani wanaweza kaelewa kila ambacho namaanisha. Kuna mambo fulani huruhusiwi kuyafanya kwa mwanao. Hata kwangu ilikuwa hivyo hivyo. Mwanzo hali ile ilikuwa kinitesa, lakini nilikuja kuzoea. So maisha yaliendelea mpaka wakati huu ninavyokusimulia. Mwanaume niliyezaa naye hajaoa. Mimi pia sina mahusiano na mtu yote ule. Akili na mawazo yangu yote yapo kwa mwanangu. Hata hivyo sikudumu sana kwenye utimamu. Siku moja tu ilitosha kuparangua mipango yangu yote. Kama mzaa tu bwana, nilizidiwa. Hali ikaanza kuwa tete. Tatizo halikuwa maambukizi ya virusi, hapana, kwani nilikuwa nikifuata utaratibu vizuri tu wa matumizi ya dawa. Hali ilizidi kuwa mbaya kila siku. Kila daktari aliyefika na kujaribu kunirejeshea kwenye hali yangu alitoka na jibu moja tu la kwamba hakuna ugonjwa. Jitihada zote za hospitali zilifanyika, lakini hali yangu ilizidi kuwa mbaya sana. Naweza kusema issue ya hospitali ilishindikana. Jitihada zao zilifika mwisho. Sisi wote ni mashahidi kuwa wazazi wetu wapo tayari kufanya lolote lile ili mradi tu niwe sawa. Nakumbuka bwana, mama yangu alitoa wazo la mimi nipelekwe kwa mtaalamu, akimaanisha mganga, kwa maana njia za kisasa za wasomi zimeshindikana. Sasa kama ugonjwa hauonekani, vipi sasa? Mtu ataendelea kukaa hospitali hadi afe? Kwa hiyo mama naye aliuliza hilo swali kwamba kama ugonjwa hauonekani atakaa hospitali hadi afe? Aliyekuwa akiulizwa hivyo ni baba yangu, ambaye kidogo alikuwa sio mtu wa imani ya upande wa pili, yani imani za kishirikina. Mzee wangu alijitahidi sana kupinga, lakini mwisho aliamua tu kukubali, kwani hali yangu ilionyesha wazi inafikia ukingoni. Nilitolewa hospitali. Najua unaweza ukaelewa nilipelekwa wapi. Yes, ilikuwa ni safari ya Tanga, Lushoto huko. Nilienda huko bwana, nilibadilisha wataalamu wa kila namna. Mganga huyu akishindwa anatuelekeza kwa mganga yule. Ikawa sasa ni mzunguko sasa. Hapa mara pale, kisha huku alafu kule. Hata huko Tanga napo mambo yalishindikana. Hali yangu ilibaki kuwa ile ile mbaya. Ikafikia wakati sasa mama yangu mwenyewe akakata tamaa na mimi. Baada ya mambo ya waganga kushindikana, ikabidi sasa nirudi tu wapi? Nyumbani. Nilipofika nyumbani, watu wa kanisani walifika na kuanza maombi yao. Hawakuchoka kuniombea siku nenda rudi. Wakati huo mtaalamu wa afya, wataalamu wa afya wakiwa karibu sana na mimi kufuatilia maendeleo yangu. Hadi mwanaume wangu wa zamani alinionea huruma. Akaamua kurudiana na mimi nikiwa katika hali hiyo. Ndio, tulirudiana. Na tena kilichofanyika ni
ufungaji wa ndoa upya, tena nikiwa kitandani. Hata baada ya kuingia kwenye ndoa bado nilikuwa nafanyiwa maombi. Wazee wa mume wangu wakafunga safari kuja kunitibia, lakini pia hali haikuwahi kuwa njema. Yaani mpaka wakati huu ninapokusimulia nipo kitandani. Ni kwamba tu nimepata nguvu kidogo, ndio maana na kusimulia yote. Nipo hapa. Kitu pekee ninachoweza kufanya ni kukaa kitandani. Kwa hiyo nimeona nikusimulie haya yote ambayo nimeyapitia huku nikiwa nipo kitandani. Naweza kusema namshukuru sana Mungu baada ya yote, kwa sababu amenirejesha tena kwa mume wangu licha ya kuwa nimeathirika. Naamini sitalifurahia penzi langu tena kama zamani, ila ni afadhali nitakufa nikiwa mke wa mtu. Unajua, mpaka sasa sielewi naumwa nini. Yaani sifahamu kabisa ni tatizo gani linaniandama, sijui. Kuna wakati nilikataa kabisa matibabu. Niliwaambia waniache, waendelee tu na maisha yao. Hakuna haja ya kupoteza muda wao kwa mtu ambaye anaelekea mwishoni katika maisha yangu. Lakini hawakuniacha, walinisaidia. Naweza kusema kuwa kama ni Mungu ndiye ameniweka hapa kitandani, basi nitakuwa salama. Nitaamka tena na kuendelea na maisha yangu. Huenda ni kusudi la Mungu kuniweka hapa ili mimi nikusimulie huu mkasa ambao wewe unayenisikiliza utajifunza, utakuwa umepata somo kubwa sana katika maisha yako. Mimi nilipo hapa nimechoka sasa. Ila tu fahamu ya kwamba nilikuwa na maisha mazuri. Kosa lilianza kumsaliti mwanaume na kuona ya kwamba mwanamke hata upewe gari la milioni 700, atakaye kuja kukuzibia pancha kwa shilingi 2000 tu, unaweza kumsaliti mtu aliyetoa thamani yake kukupatia wewe kwa kupatia gari la milioni 700, ukajikuta umefall love, unampenda sana, unamuona wa muhimu sana mtu aliyeziba pancha kwa shilingi 2000, na ukamuona yule aliyekupa hilo gari mtu anayekupenda kama mpenzi wako, gari la thamani ya milioni 700, ukamuona ni kama mpumbavu tu, mshenzi, na ukamsaliti. Oya, basi tu mimi nimechoka jamani. Kwa hiyo naomba nikuage. Ikiwa utapata nafasi ya kuja kunitembelea usisite. Wewe njoo tu unione. Mimi naitwa Husna Asweni. Bye bye. Msikilizaji, na hapo ndipo tumefika mwisho wa simulizi yetu. Mtayarishaji wa hii simulizi ni Juma Hiza. Niliyekusimulia hii simulizi kwa namna ya upekee sana ni mimi Lucas Lumbas. Hii story, kama hujajifunza chochote, naomba kuanzia leo usisikilize simulizi. Wallahi kabisa nakwambia. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.